Yes, uhabari gani mwana michezo mwenzangu, ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa kuzitazama zile taarifa za kimichezo zilizoweza kugonga vichwa vya habari sana katika mitandao ya kijamii. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, sisi kukupasha taarifa zote zinazoendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii. Bana, kabla hatujafika mbali, nikwambie tu kwamba head coach wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Fadlu Davids, amekuwa na mengi ya kuzungumza mara baada ya kutamatika kwa game ambayo ilikuwa inawasubiri kwa ambayo ilikuwa tunasubiri kwa hamu sana kwa mapenzi washabiki na wafuatiliaji wa habari za kimichezo. Game ya Simba na Yanga ambayo baada ya kutamatika, Fadlu Davids akawa na mengi ya kuzungumza kuelekea kwa mchezo huo. Kwanza ameweza kutoa pongezi kwa wachezaji wake, lakini pia kuna mambo kadha wa kadha ambayo ameona hayako sawa, mambo ya waamuzi ambayo hayakuwa sawa, hayakuwa upande wake. Aliweza kuzungumzia juu ya waamuzi ambao wamehusika katika mchezo wa leo, lakini pia maamuzi anasema hayakuwa sahihi kwa wakati fulani. Aliona kabisa kwamba maamuzi yalikuwa yamelalia upande mmoja. Lakini si hivyo tu, zaidi sana ameweza kuwapongeza wachezaji wake na kusema kwamba wachezaji wake wamecheza vizuri, wametumia kila kitu ambacho alichokuwa amewaelekeza. Lakini kwamba mchezo haukuwa upande wao. Makosa mengi ambayo wameyafanya wachezaji wake ndo yaliyowagharimu na kuwanyima magoli mengi zaidi, kwa sababu walitengeneza nafasi nzuri lakini walikosa utulivu katika hatua za umaliziaji. Kuna nafasi kama 3 ambazo wachezaji wangu wamezitengeneza, lakini zilikuwa ni za mabao kabisa, zilikuwa ni za magoli, lakini hawakuweza kuzitumia ipasavyo. Kwa hiyo yote kwa yote, ni washukuru na niwapongeze kwa moyo wa kujitoa na moyo wa kuipigania klabu hapa tulipofikia. Ndo Mungu alikuwa amepanga tufikie hapa. Waandishi wa habari wakamuulizia juu ya ile kauli yake ya kusema kwamba yeye alikuwa hana pressure juu ya mchezo huu, na nini alichokuwa na maanisha. Alikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini pia alivyojibu akasema ni kweli klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, klabu ya Simba haikuwa na pressure kabisa kwenye mchezo huu, na ndio maana uliona wanacheza mchezo kwa kujiamini na walipata nafasi nyingi na walifanya vizuri zaidi kuliko michezo ya hivi karibuni na kuliko michezo ambayo amecheza na Yanga kwa siku za hivi karibuni. Mchezo wa leo wachezaji wa Simba wamecheza vizuri kwa kujiamini na kwa kutengeneza mashambulizi. Safu ya mabeki ilikuwa vizuri, ilikuwa imara, lakini ndo hivyo, bahati haikuwa kwetu na ndo maana tumetoka hivi tulivyotoka. Lakini tukiangalia pia kwa upande wa viongozi wa Simba, kuna baadhi ya viongozi hawajaridhishwa kabisa na maamuzi yaliyotolewa katika mechi. Tukianza kwa upande wa mwenyekiti Murtaza Mangungu, lakini pia kwa mjumbe wa bodi ya ukurugenzi hapo Simba, huyu ni Azim Dewji. Alikuwa na mengi ya kuzungumza na waandishi wa habari, lakini alivyohojiwa naye lawama nyingi alitupia kwa upande wa waamuzi, kwamba waamuzi wa leo hawakuwa fair kabisa, walikuwa upande wa klabu ya Yanga na lile bao wao wanaitafasiri kama offside. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vinazungumziwa ni kwamba bao lile baada ya picha za marejeo na uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya michezo waliweza kuthibitisha kwamba halikuwa bao, kwa sababu mpira wa mwisho ulitoka kwa mlinda mlango, ndipo akaugusa Pacome ambaye alikuwa mwanzo alikuwa offside. Kama mpira angeugusa kabla ya kugusa goalkeeper, hapo ndo ilikuwa ni offside clear, kwa sababu Pacome alikuwa amezidi katika eneo la wizi kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kitu ambacho wanachokizungumzia viongozi wa Simba, kitu ambacho wanavizungumzia mashabiki wa Simba, ni kitu ambacho inatakiwa wakae warejee picha za marejeo, ndipo watakapoona kwamba kile kilichokuwa kimetofasiliwa na waamuzi kilikuwa ni sahihi. Lakini pia movement hiyo ilitoa mpaka adhabu kwa upande wa goalkeeper wa Simba Sports Club, kwa maana ya Musa Pimpin Kamara, baada ya kumforce muamuzi msaidizi kwa maana ya Landsman, baada ya
kumface na kumtaka abadilishe uamuzi, kwa sababu kwamba lile bao halikuwa bao harisi, ilikuwa ni offside. Basi movement ile mpaka ilizaa adhabu ya kadi ya njano. Lakini pia kwa upande wa Murtaza Mangungu ambaye pia ni mwenyekiti wa klabu hiyo ya Simba, yeye alichoweza kuzungumza ni kwamba waandishi wawashukuru na wawaulize TFF kwa walichokifanya katika siku ya leo. Siku ya leo ilikuwa siku ya mchezo huo. Waamuzi walikuwa wameamliwa kwamba walikuwa wamekubaliana kwamba katika mechi za Simba na Yanga waamuzi watoke nje ya nchi, kama jinsi ambavyo walivyofanya katika ile mechi ya mwisho ya kufunga ligi kwa msimu uliokwisha kutamatika. Waamuzi tuliona walitoka katika nchi ya Misri. Kwa hiyo tulitegemea kwamba na siku ya leo waamuzi watatoka katika nchi nyingine kuhakikisha kwamba wanakuja kuchezesha mechi hiyo kama jinsi ambavyo walivyokubaliana kwa upande wa TFF na walivyokubaliana kwamba siku za mechi za dabi zote waamuzi watoke nje. Kwa hiyo viongozi wa Simba walitamani ama walitegemea kuona hicho kikiwa kinafanyika, lakini badala yake unaambiwa kwamba wachezeshaji ama waamuzi wa mchezo huo walitoka hapa nchini. Lakini kuna mmoja kati ya kiongozi mmoja wa TFF aliweza kuzungumzia hiyo issue, akasema kwamba kwa sasa ni ligi nyingi ambazo zimeshaanza na ligi hizo zinawatumia marefali wao ambao wangetamani kuwaita ama kualika katika mchezo wa leo. Kwa hiyo issue ni kwamba ligi nyingi zimeanza na ligi zinawatumia marefali wao, kwa hiyo walikosa kupata marefali ambao wako huru, ambao hawachezeshi ligi zao huko katika mataifa yao. Hicho ndo kitu kikubwa ama kigezo kikubwa ambacho kilichozungumziwa na kiongozi mmoja wa TFF. Lakini wao wamekiri kwamba ni wazi walikubaliana marefari watoke nje ya nchi kuja kuchezesha mechi hii ya dabi ambayo imekuwa kama imewagharimu Simba Sports Club, na lawama zote wakizitupa kwa TFF na waamuzi wa mechi hii ya ambayo imekuwa upande wa Young Africans. Ahmed Alajiga ndo aliyekuwa referee na muamuzi wakati katika mechi hii, akisifiwa kwa kuwa na maamuzi bora kwa siku za hivi karibuni, na tumeona pia amechaguliwa sehemu tofauti kwenda kuchezesha kutokana na umahiri wake na maamuzi yake na msimamo wa maamuzi yake. Watu waliamini kwamba hataweza kufanya yaliyotokea katika mechi ya leo, lakini mashabiki wa Simba wanaenda mbali zaidi na kuzungumza kwamba referee huyo ni shabiki wa klabu ya Young Africans. Ndiyo maana yameweza kutokea hayo yaliyotokea katika mchezo wa leo ambao maamuzi wana Simba wanasema maamuzi yalikuwa upande wa klabu ya Young Africans. Tusubiri kauli ya rais wa TFF ama tusubiri kauli ya mwenyekiti wa waamuzi hao ambao wanachezesha ligi kuu Tanzania bara. Huenda kukawa labda na kauli nyingine tofauti na hizi ambazo zipo sasa hivi katika mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa wakilia sana juu ya maamuzi haya. Sasa tusubiri kutoka TFF, huenda wakawa na jambo lao la kuzungumza. Bana, nikukaribisha tena kwa wakati mwingine. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hapa ni HNT Media ambayo nakuletea taarifa za kimichezo. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili waweze kujua kuwa chimbo la michezo ni moja. Ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo.